والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا مشايخنا معلمينا من له حق علينا، ولمن أوصانا بالدعاء، ولمن ظلمناه وسأنا إليه. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan, tokeni kwenda katika jihadi. Khifafan, mkiwa katika hali ya wepesi, ikiwa hali ile ya kutoka kwenu nyinyi mmeamrishwa kutoka hali ya kuwa na nguvu na hamjashughulishwa na shughuli nyingine za kiuchumi. Infiru khifafan, tokeni kwenda katika njia ya Allah. Khifafan, pale ambapo kuna urahisi kwenu nyinyi kutoka. Wathiqalan, na vile vile tokeni mnapoamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenda katika jihadi, hali ya kuwa kuna uzito kwenu nyinyi, ima kwa kupata uzee au udhaifu au uvivu au shughuli za kiuchumi au sababu nyingine yoyote ile ambayo itakutieni uzito. Infiru khifafan wa thiqalan, tokeni mwende katika jihadi bila ya kujali hali zenu. Pale ambapo mnaamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tokeni wakati huo huo. Wajahidu biamwalikum wa anfusikum, na mpiganie dini ya Allah kwa mali zenu na kwa nafsi zenu. Fi sabilillah, katika njia ya Allah, imma kwa kuweka maandalizi ya vipando au ya silaha au ya ngao au kinga za kujikinga mwili au za silaha nyinginezo, kama hivi sasa silaha hizo za masafa marefu na nyinginezo, kabla ya muda hata wa jihadi hujafika. Wajahidu, na mjitahidi kupambania dini ya Allah kwa kujitayarisha, kwa kuweka matayarisho, kutayarisha watu kujua hukumu za jihadi, kujua umuhimu wa jihadi na kuwa tayari kwa ajili ya jihadi, na kuweka roho ya jihadi katika roho za waumini, na kutanawa, kutafuta namna tofauti tofauti katika jihadi hiyo, yani katika namna nyanja zote. Kufanya hivyo, dhalikum khairul lakum, kufanya hivyo kwa kutumia mali zenu na nafsi zenu ndio bora kwenu nyinyi, in kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mnajua mambo, basi lijueni na jambo hili. Lau kana aradan qariban, laiti ingalikuwa aradan qariban, matakwa ya kidunia, aradan, malengo ya kidunia ambayo ni kupata mali, kupata ghanima. Kariban ni sehemu ya karibu, yani wakienda tu pale padogo wataweza kupata. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan, na laiti ingalikuwa ni safari fupi, yani inazoanza kuzungumziwa katika aya hizi vita vya Tabuk ambavyo vilipiganwa mbali kabisa, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kupambana na Warumi au sehemu katika ufalme wa Roman wakati huo, ambayo ilikuwa katika ardhi ya ima ya Sham nadhani, lakini ilikuwa ni katika ngao au ngome kubwa za utawala wa Kirumi, kwa hiyo ilikuwa ni mbali. Anasema Allah jalla waala, lau kana aradan qariban, ingalikuwa kile wanachokikusudia kukipata katika dunia, al-arad, ipo sehemu karibu, yani mali ambayo wanaipata sehemu ya karibu tu wakenda. Wasafaran qasi, na laiti ingalikuwa ni safari fupi, lattabauka, bila shaka wangalikufuata watu ambao ni waumini na ambao ni wanafiki. Lattabauka walakin baudat alaihim shuqqa, lakini safari imekuwa mbali kwa wao. Baudat alaihim shuqqa, safari imekuwa ndefu ya kutoka hapo mpaka kwenda Tabuk, kutoka Madina mpaka kwenda katika Tabuk. Wasayahlifuna billahi, na wataapa kwa kutumia jina la Allah. Ukiwa utawauliza watasema, lau istata'na la kharajna ma'akum, lau ingalikuwa sisi tuna uwezo
wa kifedha, yani wa kimali au wa kimaandalizi ya kimwili na nguvu za kupambana, tungalitoka sisi kwenda kupambana na makafiri pamoja na wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau istata'na, ingalikuwa sisi tuna uwezo wa kimali na kimwili na kihali, la kharajna ma'akum, tungalitoka pamoja nanyi ewe Mtume na waumini. Yuhlikuna anfusahum, kwa kufanya hivyo wanaziangamiza nafsi zao kwa kuwapa kiapo cha uongo kwa jambo ambalo wanajua kwamba ni uongo. Wallahu ya'lamu innahum lakadhibun, Allah anafahamu, anajua kwamba wao ni waongo. Afa Allahu anka, Allah amekusamehe wewe Mtume. Lima adhinta lahum, kwa nini umewaruhusu? Afa Allahu anka, Allah ametanguliza kutangaza kwanza kwamba amemsamehe mtume wake, halafu ndio akamwambia lima adhinta lahum, kwa nini umewapa wao ruhusa. Hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu, ilikuwa usubiri usiwape idhini mpaka upate wahai ambao utakubainishia wewe. Hata yatabayyana laka, mpaka ikubainikie kwako wewe, alladhina sadaqu, ambao ni wakweli, wana udhuru wa kweli. Wataalama alkadhibina, na uwafahamu ni kina nani ambao ni waongo katika kutaka kwao ruhusa ya kutokwenda katika vita vya jihad ya Tabuk kupigana na makafiri wa Roma. Maana ya aya hizi na kabla ya maana, mnasaba wa aya hii ya kwanza infiru khifafan na aya iliyopita au zilizopita zinaungana moja kwa moja kwenye aya ambayo imesema illa tanfiru, ikiwa hamkutoka, yuadhibukum Allahu adhaban shadida, Allah atakuadhibuni adhabu iliyokali, adhaban alima, adhabu yenye maumivu, wa yastabdil qauman ghairakum. Halafu aya iliyofuata ikatilia msisitizo vile vile jambo la watu kutoka kwenda kupigana. Ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum min al-ardh, aya nyuma yake zaidi ya 38. Kwa nini mkiambiwa mtoke mnakuwa wazito? Kwa hiyo aya hii inaungana na aya zilizopita, aya 38 39 na hii aya 41, zina maudhui moja ile ile ya kuwahimiza watu kutoka. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala kaamrisha infiru khifafan wa thiqala, tokeni katika hali zote. Na maana yake infiru khifafan wa thiqala ay ukhruju, tokeni ayuha almu'minun, enyi waumini, ila aljihadi alkufari, kuelekea kupambana na makafiri, musri'ina, kwa kutika wito huo kwa haraka, sawa kwenu nyinyi. Khaffa alaykum aljihadu wa sahula, ikiwa ile jihadi imekuwa rahisi kwenu nyinyi. Am thaqula wa sa'ba, au imekuwa ngumu na nzito. Sawaun kuntum shubaban au shuyukhan, shubanan nadhani, au shababan pia vile vile, shubanan au shababan, yote ina maana moja. Ikiwa nyinyi ni vijana, au shuyukhan, au ni wazee, au aghniya am fuqara, au mkiwa mnacho kitu au mkiwa ni wahitaji, hamna, ni matajiri au ni maskini mafakiri. Aqwiya am dhu'afa, mkiwa mna nguvu za kwenda katika jihadi kwa sababu ya ujana na mazoezi, am dhu'afa, au ni wanyonge kwa sababu ya umaskini na uzee na udhaifu mwingine wa aina nyingine. Na shitina au kusala, mkiwa mna nguvu ya kuendea jambo hilo, mna ukakamavu na yani mmehamasika, na shitina mna nishati, au kusala, au mnajisikia uvivu, mnajisikia tabu kuitikia wito huo. Farighina min ashughli amma shughulin, ikiwa hamna kazi, hamko bize au mko bize, ikiwa mna jambo la kufanya au hamna, kwa sababu vita vya Tabuk vilitangazwa wakati ambapo mavuno ya tende yalikuwa yanakaribia mno. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu kwa wakulima kuacha mazao yao ambayo wenyewe wanayategemea katika maisha yao, waache vitu hivyo waende katika jihadi. Kwa hiyo Allah anaamrisha watu watoke, ikiwa kuna uwepesi katika kutoka au kuna uzito katika uzito na wepesi wa hali yoyote ile. Halafu akasema kwamba mfano aya hii ni kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya alladhina amanu, enyi waumini, ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum min al-ardhi, ambayo tumepita. Enyi waumini, kwa nini mnapoambiwa na mtume tokeni, nyinyi mnakuwa wazito, mnabakia katika majumba yenu? Na hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma amesema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha stunfirtum fanfiru, mnapoamrishwa na imam mwenye dola, mwenye mamlaka ya dola katika nchi, anapokuamrisheni, kwa sababu yeye
ndio ambaye ana mamlaka ya kuambia watu waende katika jihadi, wala si vikundi vidogo vidogo vinajitokeza vya watu. Amri ya watu kuelekea katika jihadi ina katika masharti ya jihadi iliyo salama, iliyo sahihi, ni lazima iwe inatoka kwa kiongozi wa nchi, na nchi hiyo asiyo yeye mwenyewe ameipata kwa kutumia maguvu, kwa mapinduzi, bali iwe ni nchi ambayo ameipata kwa njia ya salama, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupata jeshi ambalo lilishinda jeshi lile lilikuwa la kwanza, basi na kumwaga damu nyingi yakaleta madhara makubwa zaidi, bali kwa njia za salama na amani na kulingania mpaka watu wakubali dawa yake na wasimame naye na waweze kushika mamlaka. Amesema kwamba Mtume sallallahu amesema, idha stunfirtum famfiru, wanapokuamrisheni imamu, yani kiongozi wa nchi ambaye ni halali, mtoke basi tokeni kupigana katika jihadi. Wajahidu biamwalikum wa anfusikum fi sabilillah, kauli yake Allah azza wa jalla, napiganeni kwa kutumia mali zenu na nafsi zenu katika njia ya Allah. Maana yake ubdhulu juhdakum, tumieni juhudi zenu, wastafrighu wus'akum, natumieni vizuri fursa ya wasaa wenu, yani mwisho uwezo wenu. Ayuha lmuminuna, yaumini, fi infaqi amwalikum, katika kutumia mali zenu, fi tajhizi lghuzati, katika kuwatayarisha wapambanaji wanaokwenda katika jihadi, wal i'dadi liljihadi, na kujiandaa kwa ajili ya jihadi, kwa kuweka akiba ya chakula cha kutosha, kwa kujenga ngome madhubuti za kulinda miji, kwa kutafuta silaha ambazo zinaweza kwenda kwa masafa marefu, kwa kutafuta silaha ambazo maadui hawatakuwa na uwezo wa kuzizuia, kwa kutafuta silaha ambazo ni za kisasa zaidi kwa kadri ya muda ulivyo, na mambo mengine katika al-i'dad lijihad, na kufanya mazoezi pamoja na washirika wenu na wengineo, na mambo mengine ambayo yatasaidia kushirikiana waumini katika jeshi la pamoja. Wa qitali al-kuffari bi anfusikum, na vile vile mtumie mali zenu na muwe tayari kuzitoa nafsi zenu katika kupambana na makafiri, liilai kalimatillahi azza wa jalla, kwa ajili ya kunyanyua liwe juu neno la Allah ambalo ni tauhid, ambayo ni la ilaha illallah, ambayo ni sheria pia ya dini za Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi nyingine amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, jahidul mushrikina, pambaneni na washirikina, biamwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, kwa kutumia mali zenu, yani kuzitoa kwa ajili ya maandalizi na kwa ajili ya ufanikishaji na kwa ajili ya kuzishughulikia familia za wale ambao wamekwenda katika jihadi. Wa anfusikum, na vile vile pambaneni kwa kujitolea nyinyi wenyewe nafsi zenu, wa alsinatikum, na vile vile kutumia ndimi zenu, imma kwa kusema au kwa kuandika au kwa kumwezesha mtu mwingine kusema au kuandika. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kufanya hivyo, kuipigania dini ya Allah kwa mali zenu na nafsi zenu, ndio jambo bora zaidi kwenu nyinyi, ikiwa nyinyi mnajua jambo hilo ni kheri kwenu nyinyi, ikiwa nyinyi mnajua. Ay amrukum bin nafiri, kuamrishwa kwenu nyinyi kutoka, wa amrukum bil jihadi bil amwali wal anfus, na kuamrishwa kwenu kutoka kwenda jihadi kwa mali zenu na nafsi zenu. Fihi khairun adhimun lakum, ndani yake kuna kheri kubwa kwenu nyinyi kama umma wa Kiislamu. Ayuha almu'minuna, yenye waumini, na pia kwa mtu mmoja mmoja, fi duniyakum wa akhiratikum, katika dunia yenu na akhira yenu. Wa huwa khairun lakum min mata'i dunya, na kufanya hivyo ni bora kwenu nyinyi kuliko starehe za dunia. In kuntum ta'lamuna haqqan sharafa aljihadi, ikiwa nyinyi kweli mnafahamu kwa ukweli kabisa utukufu na fadhila na ubora wa jihadi, wa fadhila almujahidin, ikiwa nyinyi mnafahamu ubora na fadhila na utukufu wa wanaopigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ili iende mbele. Mfano wa aya hii au kipande hichi ni kama kauli yake tabaraka wa ta'ala alivyosema, kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum, mumeamrishwa nyinyi kupigana na jambo hilo ni lenye kuchukiza mno kwenu nyinyi. Wa asa an takrahu shay'an, lakini huenda mkakichukia kitu fulani, kitu chochote kile mnaweza mkakichukia, kama watu wanavyochukia ndoa za mke zaidi ya mmoja, kama watu ambao wanachukia kwenda katika jihadi, kama watu ambao wanachukia mengi katika sheria ambazo wanaziona kama kwamba haziendani na matakwa yao. Chochote katika hivyo, au mume anavyoweza kumchukia mke wake au mke anavyoweza kumchukia mume wake, zote hizi Allah anasema wa asa an takrahu shay'an, huenda mkachukia kitu fulani, wa huwa khairul lakum, hali ya kuwa kitu hicho ni kheri kwenu nyinyi. Na mara nyingine kitu kinaweza kikawa chenyewe sio kheri. Allah amesema pale pengine wa asa an takrahu shay'an
ويجعل الله fihi khairan kathira. Huenda mkakichukia kitu, lakini ndani ya kitu hicho, pamoja kwamba ni kitu cha shari, lakini ndani yake kitu hicho cha shari Allah kajalia ndani yake kuna kheri nyingi, kama mfano wa hivyo vita na vitu vingine ambavyo dhahiri yake hivi unaiona kabisa kwamba hakuna kheri kwenye vita na Uislamu haupendelei vita, lakini ndani yake Allah anaweza akajalia kheri nyingi. Na vile vile kwenye maisha ya ndoa, huenda mtu kachukia tabia ya mke au ya mume au ya mtoto au ya jirani wa kadha katika mambo ambayo mtu anafanya kila siku, lakini huenda ukakichukia kitu na Allah akajalia ndani ya kitu hicho kwa kuna kheri kubwa, ikiwa sababu ya wewe kupandishwa daraja katika imma dunia yako au akhera yako. Almuhimu ni kwamba katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba waasa an takrahu shay'an, huenda mkachukia kitu fulani, wayaj'al Allahu fihi khairan wa huwa khairun lakum, hali yakuwa kitu hicho ni khairi chote. Waasa an tuhibbu shay'an, wakati mwingine mnaweza mkapenda kitu vile vile, nacho kitu chochote, inaweza ikawa mali au watoto au mke au mume au kitu chingine, wa huwa sharrun lakum, hali yakuwa kitu hicho ni shari kwenu nyinyi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna, Allah yeye ndo anayejua na nyinyi hamjui. Waqala subhanahu, na vile vile Allah akasema katika maana hii ya kwamba nyinyi kama mnajua basi kufanya jihadi ndio jambo bora, akasema la yastawi alqa'iduna min almu'minina, hawawi sawa wale wenye kukaa wasiende katika jihadi miongoni mwa Waislamu, ghairu uli dharari, wasiokuwa wale ambao ni watu waliopewa ruhusa kwa sababu ya matatizo, walmujahiduna fi sabilillah, watu hao hawawezi kuwa sawa na wale wanaopigana jihadi. Yani ikiwa mtu ana dharura ya kisheria, yani mtu ana ulemavu au ni kipofu au kadha na kadha, akapewa udhuru, huyu anapata thawabu sawa sawa na yule anayepigana jihadi. Lakini yule ambaye hajapewa udhuru halafu akakaa akawa hakwenda katika jihadi, huyu hawezi kuwa sawa na mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim anfusihim, wanaopigania dini ya Allah kwa mali zao na nafsi zao. Faddala Allahu, Allah amewatukuza na kuwafanya bora zaidi almujahidina, wenye kupigania dini, biamwalihim wa anfusihim, kwa mali zao na nafsi zao, ala alqaidina darajatan, kuliko wale ambao wanabaki nyuma wakawa hakwenda katika vita kupambana, kwa daraja kubwa. Wa kullan wa'ada Allahu alhusna, na wote muda wa kuwa ni waumini Allah amewaahidi ahadi njema. Wa faddala Allahu almujahidina ala alqaidina ajran adhima, lakini Allah akarejea tena kwa kutilia msisitizo na kwa kuonesha ulivyo mkubwa zaidi ujira wa mujahidina, akasema Allah amewafadhilisha mujahidina kuliko wasiokwenda katika jihadi kwa malipo makubwa kabisa. Na Allah akiita kitu kikubwa, ujira mkubwa, bila shaka malipo hayo ni makubwa yatakayoshangaza hata wale wapiganaji wenyewe. Darajatin, hizo ni daraja nyingi, minhu, kutoka kwa yeye Allah, katika pepo za kunyanyuliwa watu ambao wamefanya jihadi, wa maghfiratan, na msamaha wa madhambi yao, wa rahmatan, na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo itawafikisha kuingia katika pepo yake. Wa kana Allahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwenye kurehemu. Na mfano pia wa aya hii ambayo Allah amesema kwamba jambo hili ni bora kwetu sisi, ni aya ambayo ipo katika aya zilipo katika sura Safi, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin, enyi waumini nikujulisheni juu ya biashara, tunjikum min adhabin alim, ambayo itakuokoeni kutokana na adhabu yenye kuumiza. Yani biashara hiyo mkifanya, mtakachokipata nyinyi siyo faida ya mali, bali ni faida ya kuokoka nafsi zenu kutokana na adhabu yenye kuumiza. Tuuminuna billahi, nyinyi mnachotakiwa kukitoa kwa ajili ya kununua biashara hiyo, na Allah akupeni bidhaa yake ambayo ni kukokoeni na adhabu, ni nyinyi mumwamini Allah kwa mioyo yenu na maneno yenu na matendo yenu, wa rasuli, na vile vile kumwamini mtume wake, watujahiduna fi sabilillahi, halafu mupiganie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, biamwalikum wa anfusikum, kwa mali zenu na nafsi zenu. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, jambo hilo ni bora kwenu nyinyi kama nyinyi mnajua mambo yaliyo bora. Yaghfir lakum dhunubakum, mkifanya hivyo, yani mkafanya mambo mawili, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kupigania dini yake, kumwamini Allah na mtume wake, na yani kumwamini Allah na mtume wake katika nyoyo zenu, na mkatamka mkadhihirisha hilo na matendo yenu yakathibitisha, halafu mkafanya jihadi kwa mali zenu na nafsi zenu. Vitu hivyo vile mkivifanya, Allah yeye atakusameheni madhambi yenu. La kwanza, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, halafu atakuingizeni katika pepo au mabustani ambayo mito inapita chini yake,
wa masakin tayyibatan, na atakupeni makazi mazuri fi jannati adin, katika bustani za Adeni. Dhalika alfawzu alazim, na huko ndio kufuzu kuliko kukubwa kabisa. Wa ukhra, na Allah atakupeni bonus ya kitu chengine, tuhibuna, ambacho nyinyi mnakipenda zaidi kuliko hata mkitajua hiyo pepo, yani katika vitu vya dunia. Tuhibbunaha, nasru min Allah, kupewa nusra ya Allah, yani wa fathun, na ushindi karibu, na ambao upo karibu. Wabashiril mu'minin, na wape habari njema waumini wanaotekeleza maamrisho haya. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, jahidu fi sabilillah, pambaneni katika dini ya Allah, kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa mujibu wa zama na kwa mujibu wa uwezo na vipaji vya mtu, kipaji alichopewa. Kila mmoja anao nafasi kwa upande wake, aipiganie dini ya Allah. Fa innal jihada, kwa sababu huko kuipambania dini ya Allah, fi sabila, katika kutumikia dini, babu min abwabil janna, ni mlango katika milango ya pepo. Yunajji Allahu bihi, Allah humwokoa kwa mlango huo. Minal hammi wal ghammi, Allah humwokoa mtu kutokana na huzuni zilizopita na huzuni zinazokuja, yani stress za mambo yaliyopita, na vile vile stress za kuogopea mambo ambayo yatakuja baadaye. Na vile vile amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin, kukaa ukalinda katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ribatu yaumin fi sabilillah, kuwalinda wenzako dhidi ya maadui, mkiwa katika kambi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukakesha siku moja. Khairu min ad-dunya wa ma alaiha, ni bora kuliko dunia na vyote vilivyomo. Wa mawdhi'u sawti ahadikum min aljanna, na sehemu ya kuweka mmoja wenu fimbo yake katika pepo. Khairu min ad-dunya wa ma alaiha, ni bora zaidi kuliko dunia na vilivyomo. Warauhatu, na jioni moja ya ruhuha alabdu, anayotembea mtu jioni hiyo, fi sabili, katika njia ya Allah, akiwa katika mnyama au akiwa anatembea kwa miguu au katika chombo chingine chochote kile. Au alghadwatu, au asubuhi, yani alghadwa ni baina alfajiri na jua kuchomoza. Muda ule mtu akautumia kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuipeleka mbele, akafanya jambo ima kujenga au kumwezesha mtu anayekwenda pahali kwa ajili ya da'wa, au akaandika kitu kwa ajili ya kutetea Uislamu, au akasema kitu kwa ajili ya kueneza neno la Allah subhanahu wa ta'ala, au akapambana na bid'a au na shirki. Khairu min ad-dunya ma alaiha, mtu kutumia muda wake huo asubuhi au jioni, basi ni bora zaidi kuliko dunia na vilivyomo. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ma min ahadin yadkhulul jannata, hakuna yoyote yule ambaye ataingia peponi, yuhibbu an yarji'a ila dunya, ambaye atatamani kurejea duniani, kama ambavyo Allah amesema khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, watu wakisha kuingia katika pepo watakaomo milele, na wala hawatotaka mbadala, hawatotaka kugeuzwa, hawatotaka kutoka katika pepo. Lakini watu wote watakuwa hivyo, wa anna lahu ma ala al-ardhi min shay, na hawatotamani chochote katika vitu vilivyoko duniani kutokana na mazuri yaliyoko peponi. Ghairu shahidi, isipokuwa mtu ambaye alikufa shahidi. Fa innahu yatamanna an yarji'a, hakika yeye atatamani arejee. Fayuktala 10 marati, na uwawe mara 10. Lima yara min alkarama, kwa ile heshima atakayoiona ambayo ametukuzwa yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ilikuwa mashuhuri katika vita vya Uhud alipokufa baba yake Jabir bin Abdullah al-Ansari, yani Abdullah al-Ansari. Alipofika kwa Allah akaulizwa atamani, akasema anatamani arudishwe duniani ili auawe tena, apigane na auawe tena kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamwambia jambo hilo limeshapita, kwamba hakuna tena watu kurejea baada ya wao kufishwa. Ala kulli hal, hakuna atakayetamani kurudi duniani isipokuwa mtu ambaye alikufa akiwa anaitumikia dini ya Allah iweze kuenea. Kwa hiyo hakuna malipo yaliyo makubwa kuliko mtu kuweka maisha yake, akawa amejitolea maisha yake yote au sehemu katika maisha yake kwa ajili ya kueneza neno la Allah subhanahu wa ta'ala kwa generation inayokuja, kwa kuwafundisha dini yao, au kwa kujitolea kwa mali yake kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wanawafundisha watoto dini, au wale ambao wanaitetea dini dhidi ya wale ambao wanaichafua kama watu wa bid'a au watu wa shirki au makafiri wa dini nyingine, au kuitetea dini kwa namna nyingine yoyote ile iwayo. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala akasema, lau kana aradan qariban, laiti ingalikuwa target wanayoitaka ya kupata maslahi ya dunia ipo karibu, ya kuweza kushinda na kupata ghanima, kupata ngawira,
ingalikuwa ni karibu, wa safaran qasida, na safari ingalikuwa fupi, la tabauka, wangalikufuata. Mnasaba wa aya hii ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zilizopita amefikia ukomo kabisa wa kuwahimiza watu kutoka. Hapa anarejea tena kwa wale watu ambao bado ni wazito, anawataja watu ambao ni wazito katika kutoka, akasema lau kana aradhan qariban wa safaran qasidan lattabauka. Maana yake lau kana ya Muhammad, laiti ingalikuwa ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma tad'u ilayhi almunafiqina almutakhallifin, lile jambo ambalo unawaitia kwalo wanafiki ambao hawakwenda katika vita, an ghazwi Rum, walioepukana na kuhudhuria vita vya kuwapiga Warum katika ghazwa Tabuk, ghanimatan hadiratan sahlata tanawul, ingalikuwa ni ngawira ambayo ipo inapatikana, unaweza kuipata kwa urahisi, wa safaran sahlan, na safari iliyo sahali kwenda nyepesi, li mawdhi'in qaribin, kwa sehemu iliyo karibu, la kharaju ma'aka, wangalikwenda pamoja nawe, tamaan fi matai lhayati dunia, kwa tamaa zao za kutamani kupata sehemu katika maisha au starehe ya maisha mafupi ya dunia. Walakin baudat alaihim shuqa, lakini masafa yamekuwa marefu. Walakin talat alaihim masafa, yamekuwa marefu masafa asafari, ya safari, lighazwi Rum, kwenda kupambana na Waroma. Fataraku lmasira maaka, wakaacha kwenda pamoja nawe, kutoka lishiddati lmashaqqati, kwa sababu ya ukubwa wa safari. Wasayahlifuna billahi, na wataapa kwa jina la Allah, la istata'na la kharajna ma'akum, lau sisi tungalikuwa tunaweza kwenda katika vita tungalikwenda pamoja na wewe. Aiwa sayahlifu laka ya Muhammad, wataapa kwa wewe Muhammad, haula almunafiqina, wanafiki hawa, fayaquluna kadhibina, watasema hali ya kuwa ni wenye kuapa kwa uongo na kusema uongo, wallahi tunaapa kwa jina la Allah, lau atlaqna alkhuruja, lau ataqna alkhuruja ma'akum fil ghazwi, lau tungalikuwa tunaweza kutoka kwenda kupambana katika vita pamoja nanyi, bijaudi lmali, biwujudi lmali, kwa kupatikana masurufu ya kutumia, walmarakibi, na vipando vya kupanda, wa quwwati lbadani, na nguvu katika viwiliwili, la kharajna ma'akum liqitali Rum, sisi tungalitoka pamoja na nyinyi kwenda kupigana katika vita hivi dhidi ya Warumi. Yuhlikuna anfusahum, kwa kuwapa kwao huko na kusema uongo. Yujibu lmunafiquna lianfusihim ghidhab Allahi wa iqabihi, kwa sababu ya kuwapa kwao huko wanasababisha lianfusihim ghadhab Allahi wa iqabihi, adhabu za Allah, adhabu zake, yani hasira zake, na adhabu zake, iqabu yake, bisababi nifaqihim, kwa sababu ya ule unafiki wao wa kudhihirisha maneno mazuri na kuficha nia mbaya. Wa halafihim billahi ta'ala kadhibina, kwa kule kuwapa kwao kwa kutubia jina la Allah liyakuwa ni waongo. Wa takhallufihim anil jihadi, na kule kuto kwenda kwao katika jihadi na wakabaki nyuma. Wallahu ya'lamu innahum lakadhibun, na Allah anafahamu kwamba wao ni waongo. Ay wallahu ya'lamu anna almunafiqina fi i'tidharihim anil uqud anil qu'ud, na anafahamu Allah kwamba wanafiki kwa kule kuacha kwao, kutoa kwao udhuru, wasiende katika jihadi na wakabaki katika majumba yao. Wa halafihim, na kuwapa kwao, kadhibuna, ni waongo. Liannahum, kwa sababu wao, kanu qadirina ala alkhuruji lilqital, walikuwa wanao uwezo wa kutoka kwenda kupambana. Walakinnahum qaadu anhu, lakini wao walibaki nyuma, wakakaa wasihudhurie vita. Linifaqihim, kwa sababu ya unafiki wao. Wazuhdihim fil khairi, na kule kuto kutaka kwao kuzielekea kheri. Afa Allahu anka, Allah jalla wa ala amekusamehe wewe mtume, lima adhinta lahum, lakini kwa nini umewapa idhini wao? Maadhiratan, afa Allahu anka, Allah amekusamehe wewe, lima adhinta lahum, lakini kwa nini umewapa idhini wao? Hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama alkadhibin, mpaka ilikuwa ikubainikie wewe kwa kujulishwa na Allah miongoni mwao ni nani mkweli na nani muongo. Maana yake aya hii, afa Allahu samahaka Allahu wa ghafara lak, Allah amekusamehe na amekusamehe. Hii ni katika heshima kubwa aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba hata sehemu ambapo anasemwa vibaya na Allah, kwanza inanyuliwa daraja yake na anapewa guarantee kwamba amesamehewa kwa kosa hilo, kabla hajaelezwa kile kilichokuwa anatakiwa akifanye katika jambo hilo, namna gani aliendee. Kwa afa Allahu anka, anatukuzwa hapa kabla ya kugombezwa, na mfano wake
ni kama ilivyo walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalil, lau kama hatungalikuwa tumekuthibitisha wewe moyo wako ungaliwaegemea hawa ukafanya nao baadhi ya makubaliano yasiyo sahihi. Katika aya ile pia anagombezwa alayhi salatu wassalam, kwa nini anataka kufanya maafikiano na makafiri, lakini kabla ya kugombezwa Allah anatanguliza walaula an thabbatnaka. Hii ndio namna ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ananyanyua sharaf ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hafanani na yoyote yule katika viumbe, awe ni nabii au ni malaika. Mtume sallallahu alaihi wasallam amenyanyuliwa daraja yake pale, Allah anazungumza naye kwa namna ambayo hazungumzi namna hiyo na kiumbe mwingine yoyote yule awaye. Kwa hiyo hapa anaambiwa samahaka Allah, Allah amekusamehe, wa ghafara laka, na amekufutia madhambi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala idhnika lihaulai almunafiqin, kwa ile idhini yako uliowapa ruhusa munafikina, alladhina sta'dhanuka, ambao wamekuomba wewe ruhusa, fi takhallufi anil khuruji ma'aka, ili wao wasitoki pamoja na wewe kwenda katika jihadi. Liayi shay'in adhinta lilmunafiqin, lakini kwa nini umewapa ruhusa wanafik an yatakhallafu, wabakie nyuma, anil masiri ma'aka, waepukane na kwenda pamoja na wewe, lighazwi Rum, kwa ajili ya kupambana na Waroma, hatta yatabayana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu alkadhibin. Maana yake kana yambaghi, ilikuwa inafaa ya Muhammad, ewe Muhammad, inda masta'dhanaka almutakhallifuna, pale walipokuomba ruhusa hawa watu ambao hawaendi katika jihadi, anil masiri, walipokuomba ruhusa waepukane na kutembea Maaka, pamoja na wewe, bijihadi Rum, kwenda kupambana na Warum, alla ta'dhana li ahad minhum, ilikuwa kinafaa usimpe ruhusa yoyote, hatta ta'lama as-sadiqina, mpaka ujue ni yupi mkweli, alladhina lahum udhrun fi takhallufihim, ambaye ana udhuru wa kisheria kutokwenda katika jihadi, fata'dhirahum, umpe ruhusa asiende, wata'lam alkadhibina, na wajue ni kina nani ni waongo, alladhina la udhra lahum, ambao hawakuwa na udhuru wa kisheria, wa innama takhallafu, bali wao walibakia nyuma, nifaqan wa shakkan, kwa unafiki wao na kuwa na mashaka, fi dini Allah, katika dini ya Allah. Katika aya hii katika Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti katika kitabu chake Daf'u Iham al-Idtirab fi Ayi al-Kitab, kuondosha madai ya mkanganyiko katika aya za Qur'an. Kuna aya nyingine ambayo Allah Jalla wa Ala amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sawasawa kwako wewe, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa ruhusa ya kuwapa waumini ruhusa ya kwenda wanakotaka na kutokwenda wanakotaka. Yani amesema Allah Jalla wa Ala, wa idha kanu ala amrin jami'in, wanapokuwa, amesema hapa maneno ya Shinqiti yenyewe, istadhanuka li ba'd sha'nihim, amesema fa idha istadhanuka li ba'd sha'nihim, Allah Jalla wa Ala amesema katika sura An-Nur, watakapokuomba ruhusa kwa baadhi ya mambo yao, fa'adhan liman shi'ta minhum, wape ruhusa unayemtaka katika wao. Halafu katika aya hii anaambiwa lima adhinta lahum, kwa nini umewapa ruhusa? Na akajibu hoja hiyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa Mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusa, kama ambavyo aya zimeanza kwamba wa idha kanu ma'ahu, wanapokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala amrin jami'in, kwa jambo la jumla, kama vile swala ya jamaa au swala ya Ijumaa au swala ya Idi au katika masomo ya dini, au wamekwenda kumwangalia mgonjwa, ala amrin jami'in, jambo ambalo linawakusanya pamoja Waislamu, wakimwomba ruhusa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yadhhabu, wanapokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawa waumini hawaondoki, hata yastadhinuhu, mpaka wamwombe Mtume ruhusa. Innal ladhina yastadhinunaka, akaambiwa Mtume anaokuomba wewe ruhusa, ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi, hao ndio ambao wanaamini Allah na mtume wake. Fa idha sta'dhanuka, kwa hiyo ukikuomba ruhusa, li ba'd sha'nihim, kwa ajili ya mambo yao, fa unamtaka miongoni mwao. Lakini halafu hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa kwamba jambo la jihadi ni special, jambo la kwenda katika jihadi
Hili si katika mambo ambayo wewe unaweza ukapima, bali mpaka upate wahi kutoka kwa Allah, nani ni mkweli na nani muongo. Ama mambo mengine yasiyokuwa jihadi, haya unaweza ukampa ruhusa unayemtaka. Kwa hiyo anasema Shinqiti rahmatullahi alayhi kwamba hakuna mkanganyiko kati ya aya hii na aya ya Surah An-Nur. Hapa mtume anaambiwa katika jambo ambalo ni very specific, na hii inaonyesha juu ya ukubwa na umuhimu na ugumu wa jambo la jihadi na ubaya wa kutokwenda mtu katika jihadi, hata kama amepata ruhusa kutoka kwa Mtume sallam, bado hiyo haijustify. Lakini katika mambo ruhusa. Ama katika mafunzo, miongoni mwa mafunzo ya hizi, ya kwanza, lau kana aradhan qariban wa safaran qasida, hii ni ishara. Aya hii inaonyesha kwamba kulikuwa kuna wanafiki ambao wana matumaini duni, yani hamu yao goals, wanachokitafuta ni mapato katika vitu vichache vya muda mfupi vya dunia. Jambo la pili tunalojifunza, na kwa hiyo jambo hilo linawapelekea wao kupata uzito na uvivu kuelekea amri ya Allah ya kutoka kwenda katika jihadi. Jambo la pili, mtu kuwa anapenda akawa materialistic, hubu almanafii almadiya, mtu kupenda vitu ambavyo ni materials, manufaa ya vitu, waraghbatu fiha lasiqun bi tab'i al-insan. Jambo hili anasema ni jambo ambalo limefungamana na tabia ya binadamu. Anasema hasa jambo hilo likiwa ni rahisi mtu kulipata, basi na tabu kubwa. Na jambo la tatu tunalojifunza, Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia afa Allahu anka lima adhinta lahum, ndani yake kuna dalili juu ya wajibu wa mtu kuto kufanya pupa katika maamuzi, wujubu alihtirazi anil ajala, mtu kufanya pupa katika maamuzi. Wa wujubu atathabut wa taanni, na wajibu wa kuthibitisha taarifa na mtu kufanya vitu kwa plan kidogo kidogo, ataani kidogo kidogo, sio polepole kwa maana ya uvivu, lakini kuto kukimbilia kutoa maamuzi. Wa tarki al-i'tirari bi dhahiri al-umur, na mtu asidanganyike na udhahiri wa mambo, bali mtu ayafanyie utafiti. Wal mubalaghatu fi tafahus, na mtu afanye upeo wa kuchunguza kabla kutoa maamuzi, hata yumkinahu an yuamila kulla fariqin bima yastahiqu min at-taqrib au al-ib'ad, mpaka aweze mtu kuamiliana na kila kundi kwa mujibu wanavyostahiki kufanya, kuweka karibu jambo hilo au kuleta mbali. Wallahu a'lam wa ahkam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kama kuna maswali karibuni. Kama hakuna nyongeza tufikie hapo. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam Sheikh Muhammad. Naam, haya na hapa na afya basi kidogo, na sasa jana sikupata wasaa wa kuhudhuria kidogo, nilikuwa na dharura, lakini kuna haya ilikuwa naulizia swali. Naam. Ya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, ambapo hapa mbeleni hapo ilipoendelea, yani Allah akasema fanzala Allahu sakinatahu ala rasulihi. Sasa baadhi ya mapote, yani mfano kama Mashia wanasema hii ya kwamba Allah subhanahu hapa kuspecialize hii sakina kwa mtume peke yake inaonyesha kama namna ya kuweza yani kutoa namna fulani ya kuonyesha kama Abubakar hapa ile hadhi yake imeshushwa, na hii ya kusema Mtume salama alipomwambia Abubakar la tahzan inna Allaha maana, pia nayo inaonyesha namna fulani Abubakar ile fika yake na Allah subhanahu wa ta'ala kama sio nzuri. Sasa namna gani ya kuweza kuiradi shubha kama hii kwa wao? Faanzala Allahu sakinatahu ala rasulihi, ni kwamba aya imeanza illa tansuruhu, ikiwa hamkumnusuru mtume. Kwa hiyo anayenusuriwa ni mtume, sio Abubakar. Anayenusuriwa
ni Mtume sallallahu alaihi wasallam wala sio Abubakar. Kwa hiyo aya inazungumzia ikiwa hamkumnusuru Mtume, ndio Allah anaeleza namna gani yeye amemnusuru, hali ya kuwa nyinyi nyote hamupo isipokuwa mtu mmoja tu. Kwa hiyo faanzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ayyadahu bijunudi lam tarawha, anaonyesha kwamba Allah hashindwi kumnusuru mtume wake. Ndio asli ya mada ilivyo, haihusiani na kunusuriwa Abubakar, bali kunusuriwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu Abubakar hapo sio kwamba umma unaamrishwa umnusuru Abubakar, bali umma umeamrishwa kumnusuru mtume kwa kwenda katika jihadi. Kwa hiyo ikiwa hawakufanya, wanakumbushwa kwamba mtume ashawahi kunusuriwa, hali ya kuwa nyinyi nyote hamupo, nyinyi nyote hamupo isipokuwa alipokuwa yeye na rafiki yake tu peke yake. Kwa hiyo kwamba ameteremshiwa sakina mtume sallallahu alaihi wasallam, inarejea kwa mwanzo wa aya kwamba anayezungumziwa hapa ambaye hakunusuriwa alikuwa ni mtume. Kwa hiyo Allah alimnusuru kwa kumteremshia sakina na kumteremshia jeshi ambalo nyinyi hamkuweza kuliona, na kwa hivyo anao uwezo wa kufanya hivyo mara nyingine. Ama kauli ya kusema kwamba Abubakar aliambiwa, alikuwa na huzuni, la tahzan inna Allaha ma'ana, huzuni inampata kila muumini, kila muumini. Allah amesema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu. Kila muumini ataambiwa alla takhafu wala tahzan. Neno hilo ataambiwa kila muumini. Iweje anapoambiwa Abubakar na Mtume sallallahu alaihi wasallam iwe ni sehemu ya kumshusha chini au Abubakar alikosa thika? Hapana, kila muumini anapatwa na huzuni na anapatwa na sehemu katika hofu, wala hiyo haigusi kabisa. Thika ya Abubakar inafahamika katika umma huu kwamba ndio ya kwanza kuliko watu wote, ndio maana ya kuitwa Abubakar Siddiq, ndio maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumchagua yeye kwamba ni rafiki yake. Kusema kwamba Abubakar hakuwa na thika kwa Allah na mtume wake, lakini mtume ndiye alimchagua utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba alikuwa anafanya vitu kimakosa, alikuwa anafanya vitu kimakosa au anafanya vitu pasi na kupewa amri na Allah, anafanya vitu kwa khiari yake, kitu ambacho hakikuwepo. Bila shaka mtume kawaona masahaba wote akamchagua huyu kwa usuhuba, kwa sababu yeye ndo alikuwa bora zaidi katika jambo hili kuliko mwingine yoyote yule awali. Wallahu a'lam wa ahkam. Naam, shukran. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Ni swali langu hapa, Allah alivyosema infiru khifafan wa thiqalan wajahidu biamwalikum wa anfusikum, hapa fi sabilillahi. Hapa vipi unagusia kuhusiana na mfano kama vile zile mfano ijtimai au vile kama vile kutoka fi sabilillahi pale siku 40 kama hivi? Haihusiani moja kwa moja, lakini pia inahusiana kwa namna fulani. Yani haiwi kwamba umekwenda ijtimai kusikiliza mawaidha kwamba ndio umekwenda fi sabilillahi. Ona kuwa umekwenda kusikiliza dawa, jambo ambalo lina fadhila zake zimetajwa, wakusanyiki wakusanye kama hivyo, isipokuwa Allah hushusha rehma na malaika na kadha na kadha kama fadhila zilivyokuja, lakini haiwi kwamba ile ndio fi sabilillahi. Lakini ile ya kutoka siku 3 au siku 40 au kadha na kadha, ile inaendana kwa kiasi fulani. Ikiwa watu wametoka kwa ajili ya dawa, ikawa wale watu wametimiza, kwa sababu ibada yoyote lazima inahitaji mtu kutimiza masharti yake. Mtu mwenyewe kweli anastahiki kutoka kwenda kulingania, kwa maana ya kwamba anavyo vitu anavyovijua vizuri, hata kama sio elimu ya kwamba labda, kwa sababu kuna watu wamesika pale kusema kwamba mpaka wamemaliza chuo kikuu au thanawi au kadha. Hatusemi hivyo kwa sababu hatuna mtume wala sahaba wala imamu ambaye amemaliza thanawi wala jamia. Kwa hiyo thanawi na jamia sio kigezo, lakini mtu ambaye anajua sehemu katika dini akitoka kweli, mfano wa vile, hatusemi siku 3 au siku 40 au vyovyote, lakini akitoka kwenda kuwafundisha watu dini, huyu ametoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, anahesabika kwamba. Na hata kama hajatoka, ikiwa mtu anawafundisha watu dini au anawakumbusha watu masala ya dini, huyu anahesabika kwamba ametoka fi sabilillah. Yani mwalimu anapotoka kwenda kufundisha madrasa akawafundisha vijana Qur'ani, ni sehemu katika njia ya kujitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapotoka kwenda kuamirisha
matukufu ya Allah kama misikiti, au akagharamia hiyo misikiti au hizo madrasa au mfano wa vitu, au kuweka project ambazo zitawawezesha walimu na maimamu kupata chochote katika kitu chao, huyo mtu amejitoa fi sabilillah. Kwa hiyo mambo kwa ujumla hayachukuliwi moja kwa moja kwamba haya yote ndiyo fi sabilillah, wala hatusemi kwamba haya yote siyo fi sabilillah. Tunasema kwamba mtu akitoka asubuhi au jioni katika masiku au baadhi ya siku akaenda kujitahidi kwa ajili ya dini ya Allah iwe juu, huyo ametoka fi sabilillah. Na lakini hatusemi kwamba kila anayekwenda kusikiliza muhadhara au ijtimai au kadha na kadha kwamba na yeye pia yupo fi sabilillah. Naam. Shukran. والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.